Mlima, kazi yetu tu ni kushika mbao na kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na tumeambiwa na kwa mchungaji kwa kitabu cha Mungu, tukishafanya hivyo Mwenyezi Mungu anafurahi na baraka zinatunyeshea. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa mlimani kutafuta baraka. Na najua nitatoka hapa na baraka, na nashukuru sana kwa ibada nzuri na mahubiri mazuri ya mchungaji ambaye even his personal testimony ako na ushuhuda wa nguvu sana ya maisha yake. Vile nisikia akisema kila kitu ilikuanga free akienda shule baada ya kuwa Moran, naenda shule akiwa mtu mzima. Ametuambia pia ametoa ushuhuda, akaoa, amekaa zaidi ya miaka 20, amepata baraka ya twins, ya mapacha. Si huyo ndiye Mungu? Na sasa huyo mtu alikuwa naenda shule kama amechelewa na kisu na tubako. Leo ndio ametupea neno la Mungu. Huyo ndiye Mungu. Na ndio mimi naona hata kwa hii siasa tunafanya. Najua wengine walisema William Ruto ni mtu ya kuuza kuku, hawezi kuwa rais wa Kenya. Atikiti ya marais imekuwa watu ambao mababa zao walikuwa ni viongozi hapo mbeleni. Lakini kwa kuamini Mungu tukasema ya kuwa hata huyo alikuwa anauza kuku anaweza kuwa kiongozi wa Kenya. Na leo William Ruto kutoka maisha ya kuuza kuku ndiye rais wa Kenya. Na sio rais hivi hivi, ni rais aliye bazo zimestawi duniani, na akafanya kazi mzuri, and we got very good concessions as Africa sababu ya bidii ya rais wetu. Kwa hivyo tunapoungana na nyinyi kwa ujenzi wa kanisa, tunajua ya kuwa hapa Kilgoris yale mambo ambayo Faruka amesema, kuna watoto ambao watasoma hapa na kesho ndio watakuwa magavana wetu, ndio watakuwa wabunge wetu, Sunkuli wa kesho, Ntutu wa kesho, ndio watakuwa maseneta wetu wa kesho, na itawezekana hata rais wa kesho atoke hapa Kilgoris. Sababu hakuna jamii ambayo haiwezi ongoza Kenya. Mimi mahali natoka, jamii yetu tumeongoza Kenya miaka 35 kati ya miaka 63 ambayo tumekuwa nchi huru. Miaka 15 ya Jomo Kenyatta, miaka 10 ya Mwai Kibaki, miaka ingine 10 ya Uhuru Kenyatta. Na sasa tuko na miaka, tumeanza hii term ya kwanza ya Rais William Ruto, ndio tunauliza tumpe term ya pili kama rais. Yeye amalize miaka yake 10 vile wengine wamefanya yao 10. Na unajua wakati wale wa kwetu walikuwa wanafanya kazi yao miaka 10, hakuna mtu aliwaambia one term. Ama mulisikia? Hakuna. Hata Kibaki wakati alikuwa na shida sana, baada ya referendum alimaliza miaka yake 10, na leo hii huwa tunamuenzi, tunasema ile kazi nzuri ambayo Mwai Kibaki alifanyia nchi yetu ya Kenya. Lakini ile kazi Kibaki alifanya chini ya katiba iliyokuwa hapo mbeleni, rais ambaye kwa hii katiba mpya atafanya kazi ipite ile ya Mwai Kibaki ni Rais William Ruto. Mambo ya maendeleo na mambo ya kusongesha nchi yetu mbele, tuwe baadhi ya nchi zilizostawi. Na ndio maana mimi nashangaa na Faruku ametuambia hapa, unasikiza viongozi wengine agenda yao kutoka asubuhi mpaka jioni ni siasa za ukabila.
Mchungaji ametuambia hapa, ametubu dhambi, akasema wakati walikuwa Murani, Wamasai waliamini ng'ombe yote duniani ni yao, na walikuwa wanatembea hapa Kisii wanachukua ng'ombe yao, si ndio ametuambia? Hata hapo kwetu Kikuyu tumepakana na Kajiado hapo, Wamasai walikuwa nakuja wanafungua ng'ombe, wanaenda naye, wanasema akishikwa wanasema ero, mimi napata Kikuyu na tesa ng'ombe na mfunga na kamba, gafungua napeleka malishoni. Sasa ikafika mahali wa Kikuyu nao wakaanza kuendea malishoni, wanapeleka Dagoretti kwa kichinjio. Sasa naye Mkikuyu akishikwa akipelekwa polisi, anasema mimi huyu Masai alisema amechukua ng'ombe akapeleka malishoni. Mimi nikaenda malishoni nikaona imenona, nikachukua nikapeleka kwa kichinjio. So tuko even. Lakini sasa sisi wote tumejumuika kama nchi moja. Hakuna mtu anaangalia huyu ni Masai, huyu ni Kikuyu, huyu ni Mkisii. Tunajiona kama Wakenya wa nchi moja. Na tunaposomesha watoto wetu, tunawasomesha na tunaelimisha ya kuwa kwanza wao ni Wakenya. Na ukiangalia hata watoto wetu, baadhi yetu sisi wote hapa ni wazazi. Watoto wetu siku hizi hata kuongea lugha ya mama, wengi wako na matatizo. Wanaongea Kiingereza, wanaongea Kiswahili, lugha ya mama wanajifunza vile wanavyokuwa wakubwa. Na hiyo ndio nchi na dunia vile inaenda. Kwa hivyo tuwe watu wa kuunganisha watu. Hawa watu ambao wanatuletea siasa za ukabila, wanatuambia tupigane kabila hii na kabila ile, unachochea kabila hii dhidi ya kabila zingine zote. Hao ni watu ambao sio tu wapotovu wa nidhamu, lakini ni watu ambao wamekosa agenda na sera ya kuuzia Wakenya. Na nimekuwa nikimsikiza rais akiwaambia, nyinyi tafuteni agenda, tafuteni sera. Wamekataa. Muliona bunge wiki hii wamejipanga vile watadanganya Wakenya mambo ya finance bill. Na hapo mbeleni walianza propaganda ya kuwa ugonjwa wa Ebola unaletwa hapa Kenya, wakati ile kitu serikali kuwa nafanya ni kujitayarisha, sababu tumekaribia nchi ya Kongo. Madriver wetu wa trailers wa malori wanapeleka bidhaa kila siku nchi ya Kongo, wakipitia Uganda, Rwanda, Burundi huko. Ili kwa bahati mbaya mmoja akipata ugonjwa, tuwe na isolation centers ambazo wanaweza tibiwa. Ulisikia wale wa kabila wakisema, William Ruto anataka kuleta Ebola Kenya, ati anataka kuleta mlima Kenya. Sababu yule hata hajui hapa Kilgoris kuna mlima Kenya. Si mnaona ile ujinga watu wako naye? Yaani sababu imesemekana one of the isolation and quarantine centers for Ebola, moja kati ya zingine 23. Moja ilikuwa inajengwa Laikipia. Mkabila anakimbia anasema, Ruto anataka kuleta Ebola kwa mlima Kenya. Akasahau Laikipia iko bonde la Ufa, haiko mlima Kenya. Na Laikipia ni nyumbani kwa jamii zote. Iko wa Samburu, iko wa Turkana, iko wa Kalenjin, iko wa Kisii, iko wa Kikuyu. Na hiyo center ilikuwa center moja peke yake kati ya center zingine 23. Busia kwa huyu mheshimiwa Mulanya, pale Alupe walikuwa pia wametengeneza isolation center. Lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu, yale maombi walikuwa nayo ya kuwa ugonjwa unaweza kuja Kenya ili wafanye siasa na maafa ya Wakenya, Mungu naye ametembea mbele. Ugonjwa hata kwa nchi ya Kongo umeisha, na watu hakuna sasa hasara ama any risk ya ugonjwa sasa kutembea. Mumeona hata huko Kongo ugonjwa umeweza kudhibitiwa. Hapa Uganda ugonjwa umedhibitiwa. So wale watu ambao mimi nasema they are political scavengers, they were scavenging on an epidemic like Ebola and the construction of isolation and quarantine centers in Kenya. When that failed,
Last week they tried to scavenge on propaganda around the finance bill. That again has failed because the people of Kenya now know how, and we have worked hard as Parliament to educate Kenyans on the stages of legislation making so that they understand each and every clause in the finance bill. Nasema wale ambao walitarajia ugonjwa uje Kenya wafanye siasa, wakati wameona hiyo imepotea. Wiki zilizopita wakaingia kwa mambo ya mswada wa finance bill. Wakaanza uchochezi, hii finance bill imeweka ushuru kwa mtumba, nguo ya mtumba. Hii finance bill inataka ibadilisha mashamba yote ya freehold ikuwe leasehold. Na hiyo ndio kitu ya kwanza Kalonzo Musyoka alisema ati finance bill iko na kipengee ambayo inabadilisha mashamba kutoka freehold kuweka leasehold. Tukamwambia, wewe Kalonzo, tuonyeshe hiyo kipengee iko kwa sheria gani, sababu sheria yenye iko bunge haina. Kalonzo akapotea, hatukumuona tena, hatukumsikia tena mambo ya finance bill. Yule mkabila akakuja akasema wale ambao ni wapangishaji wa nyumba wanaongezewa ushuru ya rental income tax. Tukamwambia tuonyeshe ni kipengee gani, sababu mkabila hata hajui kusoma na yeye one way akapotea. Kama hiyo one term yao wanasema one term, hata yeye alienda one term, vile alikuwa ni one term member of parliament, single half term deputy president, akaenda hivyo tu. Muliona wabunge wao. Na mimi nataka nishukuru huyu mheshimiwa Sunkuli, mbunge wenyu. Unajua huyu ni wakili hodari, anajua kusoma sheria na anaelewa sheria. Wakati wale wakora wamekuja bunge, wanakuja mwingine anakuja anasema ati iko kipengee ya 169 na ile mswada tuko naye iko na vipengee 57. Sunkuli ananitumia ujumbe, ananiambia lima huyo, na mimi nashuka na yeye anaenda akiendanga. Si mnaona tuko na kolabo mzuri na Sunkuli? Huyu Sunkuli ni wa nguvu, si wa nguvu. Mwingine anakuja anatuambia, msiniulize ni kipengee gani, Wakenya sio wajinga, kuna ushuru ya mtumba. Tukamwambia, sasa wewe ni mwerevu sana, tusomee tuambie ni kipengee gani iko na ushuru ya mtumba. Huyo na yeye anasema wacha kwanza niondoke hapo, wacha nisiseme hiyo sababu najua hakutaka kusema najua anadanganyana. Na ndio tumepitisha huyo mswada sababu unatusaidia kukusanya ushuru bilioni karibu 99 bila kumpea Mkenya mzigo zaidi wa ushuru. Ni ile mambo ambayo watu waliuliza ambayo utatusaidia na kusaidia KRA kuokota ushuru. Kwa hiyo mswada iko nafasi sasa, kama mtu alikuwa na deni kubwa ya KRA ya ushuru, akatiwe pesa ambazo analipa ya interest na penalties, alipe ile principal tax ili aondolewe mzigo wa ushuru mkubwa. Na ni vizuri niseme na Kiingereza sababu ya watu wa runinga. Kwa finance bill, this year's finance bill, we have also put a waiver on penalties and interest for Kenyans who owe KRA. From 2023 to 31st December 2025, if you owe KRA or if you owe taxes, you have been penalized. There was interest calculated for you. You now have an opportunity to pay your tax, pay the principal tax, and you get a waiver on the penalties and interest that had been charged on you. Those are part of the benefits we said we are proposing to the people of Kenya in the finance bill of 2026. Kwa hivyo mimi nataka nimalizie na kuambia tuwe na watu wa makini kusikiza, na tusikubali kusikiza siasa potovu. Wale wanafiki wa kisiasa ambao walikuwa wanatuletea unafiki kwa mambo ya ugonjwa wa Ebola, wamejaribu kutuletea mambo ya unafiki kwa mswada wa finance bill. Sasa wamepotea sababu ugonjwa umedhibitiwa huko, ulikuwa huko. Pia finance bill ambayo walitaka kutumia kuchochea wa Kenya
imepita juzi kwa bunge, na Wakenya wamejionea hadharani ile uongo, ile propaganda na mambo ya uchochezi ambayo wale wapinzani walikuwa wanaweka kwa ule mswada hayakuwa ya ukweli, ilikuwa ni uongo mtupu. Na niliwaambia, wewe Kalonzo, tuonyeshe kipengee ambayo ilikuwa na hiyo mambo ulikuwa napiga ya propaganda. Kalonzo one way akaenda. Yule Mkabila tukamwambia tuonyeshe kipengee yuko na rental income tax ya nyumba za kupangwa. Yeye one way kama ile one time yao akaenda. Sasa nimesikia na Mheshimiwa Faruku ametuambia hapa, mmewaona, sababu hayo mambo yote yamewashinda. Sasa wamesema wanatayarisha vile watashika watoto wa wenyewe, wawapeleke kwa barabara, waende wakachome mali za watu, wakachome manyumba ya serikali, eti ni maadhimisho ya wale ambao tulipoteza miaka 2 ilipita. Na nilisema jana na nataka nirudie, yule gavana niliona akiongoza watu ati wanataka kufanya maandamano ya ukumbusho ya wale ambao tulipoteza 2024. Gavana wa Siaya James Orengo, miaka 26 nikiwa mwanafunzi wa university nilikuwa nafanya maandamano na Orengo. 26 years ago nikiwa mwanafunzi wa university tulikuwa tunafanya maandamano na Orengo, na akatuongoza kwa maandamano. Wakati tulianza kukabiliana na polisi, wakati wa IPPG, mabadiliko ya katiba pale Uhuru Park, Orengo akatoroka. Hiyo siku watoto kama 3 tulikuwa university nao wakaaga dunia sababu ya kipigo walipigwa siku hiyo. Na ndio nauliza Orengo, unataka kuona maafa ya watu wangapi, ya watoto wangapi wa wenyewe ukiwapeleka kwa maandamano? Na wewe ukiona fujo kidogo unatoroka, unaacha watoto wa wenyewe wakiuawa. Tunataka tuwaambie, kama ni ukumbusho wa wale ambao tulipoteza, sisi wote tunapokumbuka wale ambao wametuacha, huwa tunaifanya kama ibada ya kanisa na tunakuwa na ukumbusho. Na pia ni haki ya Mkenya yote akitaka kuandamana aandamane. Lakini mambo ya kuharibu mali ya wengine, mambo ya kuchoma magari, mambo ya kuchoma manyumba ya watu, mambo ya kuharibu biashara za watu, hiyo sio ukumbusho, hiyo ni fujo na ghasia ambayo serikali na idara ya polisi wanafaa wakabiliane nao kama criminals. Because if you burn someone's car, you are a criminal, you are not a demonstrator. Na sababu wale wanawachochea ni wanasiasa, mimi ningewauliza vijana wetu wa Kenya, tusikubali kuchochewa na wanasiasa ambao hawana sera, ambao hawana mpango wowote wa maendeleo ama kubadili maisha ya vijana wetu. Kazi wanajua ni uchochezi na mambo ya kupiganisha watu. Tarehe 25 tukitaka kuadhimisha na kukumbuka wale ambao walituacha, tuadhimishe na tuwakumbuke kwa ibada. Kama iko procession tuifanye kwa njia ya amani, lakini tusiwakubalie hawa matapeli wa kisiasa ambao wanataka kuingiza mambo ya fujo ili wachome nchi yetu wakijitafutia yao makuu ya kisiasa. Because they are nothing but political scavengers. Scavengers who have scavenged on epidemics like Ebola. And thank God that Ebola now is contained even in our neighboring countries of DRC and Uganda. We thank God that when they scavenged on the finance bill, Kenyans have read through them and they have seen their lies, their propaganda, and their misinformation of misleading Kenyans. Now they want to scavenge on the unfortunate death of innocent Kenyans. We want to tell you, if you want to commemorate those who went ahead of us, do it peacefully. Do not allow political scavengers to scavenge on the unfortunate loss of life and occasion further destruction
and further loss of life this week, and we want to tell them we will be asking the police force, our police service, National Police Service, to make sure that they protect both life and property, and those who want to have processions to do it peacefully and to maintain peace. Sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. Mimi nimesema tu tuweke amani, tupendane na tuwe nchi moja. Hao watu matapeli wa kisiasa ya Ebola imepotea. Finance bill imepotea. Sasa hata ya June 25th ambayo wanataka kufanyia utapeli na unafiki wa kisiasa, vijana wa Kenya tunawaambia msikubali kutumiwa na wanafiki wa kisiasa ambao hawana agenda yote kwenyu. Sababu tuliambiwa tukifika Mount Kenya ama tukifika mlimani tujenge hekaru ya Bwana. Si ndio tumeambiwa na Bishop? Mumesema hapa ni Mount Kenya. Kwa hivyo nikirudi huko nione yule mkabila nimwambie Mount Kenya kuna ingine Kilgoris. Kilgoris iko Mount Kenya. Na kura huwa kumiminika hapa. Unajua nimesikia Sunkuli akisema ati hawa watu wa Mount Kenya ya hapa Kilgoris wakikukubali wamekukubali. Wakikukataa wamekukataa. Na wakikubali wewe unakuwa mbunge na unakuwa governor ama senator. Ni kweli? Na mkikubali mtu anakuwa rais pia. Mumekubali William Ruto ndugu yetu? Si ni jirani yenu hapa? Mtoto wenu wa hapa Kilgoris? Mumesema aendelee na 2 term. Na huyu Ntutu ndugu yangu aendelee na 2 term. Na akimaliza nimesikia akiambiwa wewe Ntutu ukimaliza usiende kuzubaa. Sasa hakuna ng'ombe ya kusema ati ng'ombe yote Kenya ni ya Wamasai. Ukuje Nairobi tuingie kwa serikali kubwa tufanye kazi ya Kenya yote. Mtasema hapo mbele, si ndio? Tumalize hii miaka 10 ya William Ruto, si ndio? 2027 2 term ya William Ruto. 2 term ya huyu Sunkuli. Si ndio? 2 term ya huyu Ntutu. Ndio mnasema? Huyu Ntutu akimaliza 2 term kama governor, mumenipea ruhusa nibebe yeye twende naye Nairobi. Twende tuunganishe waya hivi na Faruk na William Ruto tupange serikali ya hapo mbele ya 2032. Baada ya William Ruto kumaliza yake 10, tujipange na huyu ndugu yangu Patrick. Mumempea ruhusa? Sasa wewe Patrick ukizubaa shauri yako. Hawa watu wa Mount Kenya Kilgoris wamesema wamekupea ruhusa na wamekubali wewe ni 2 term. William Ruto ni 2. Tuendelee namna hiyo. Na mimi mtaniombea huko kwetu nipate 2 term. Ili tupange hapo mbele, si ndio? Kwa hivyo nimekuja na mbao yangu ya kusaidia ujenzi wa hili jengo, na hii kanisa tutajenga iishe. Na ikiisha wewe Faruk vile unajua ile shida tuko naye ni huyu Faruk. Sasa unasikia ni yeye aliitwa harambee ya kanisa. Amenipigia simu usiku. Akaniambia kesho na kuhitaji Kilgoris. Nikaweza kufanya nini kanisa? Nikaweza kanisa sawa, kanisa zina shida. Nilikuwa niende ingine hapo ya Catholic Kikuyu. Lakini sababu Bishop Anyolo na Muheria walisema tusipeleke pesa kanisani, na nimesikia hapa tumesomewa kitabu cha Hagai ya kuwa tulete pesa kanisani ili tujenge nyumba la Mungu tupate baraka. Sasa nikamwambia nitakuja na sadaka. Akaniambia sio sadaka tu, kuja na pia mbao ya kujenga kanisa. Nikamwambia kwetu tulimaliza miti. Akaniambia mahali tunaenda iko miti. So nimekuja na miti kidogo. Niko na shilingi $200,000 ya ujenzi wa kanisa. Huyu Faruka aendelee kuniamurisha usiku. Na unajua ananiambia tuacha kiburi. Si sadaka tu, ukuje pia na harambee. Nikauliza usiku natoa pesa wapi? Akaniambia enda Dagoretti, tafuta ndume yenye haikuchinjwa Jumamosi, uza hapo ichinjwe kesho. Ndio nimefanya, nimeuza ndume 2 asubuhi. Nikasema basi wacha tukuje tulete mbao na Mungu awe na baraka kwetu sisi wote. Amen. Wewe kiongozi, mnaona namna gani Chungwa? Ako sawa ama si sawa? Mimi nataka upendo wenu ya hapa Kilgoris. Ako sawa si sawa? Yale amefunza ni sawa? Wapi vikelekele akina mama? Ichungwa, umenirudisha kidogo nyuma tu niseme hao wabunge ambaye wanapinga mswada ya
finance bill. Wakati wewe uko bunge, nasikia wote walikuwa wameenda kwa choo. Walikuwa wameenda kufanya nini? Watu ambaye kazi yao ni kupinga kila kitu. Hii barabara Sunguli amesema inajengwa na finance bill.